sana unahusika na level ya kibinadamu. Uweza uko kwa Mungu, na hili neno utaona lilitumiwa sana na Waebrania. Walipolitumia neno hili walikuwa wakimaanisha hali ya ukuu wa Mungu upitao uwezo wa kawaida. Bwana asifiwe. Haleluya. Ukuu wa nguvu isiyo ya kawaida walitumia neno uwezo. Kwa hiyo kwa mfano sisi kwenye hizi tunazita alfabeti au A, E, I, O tunazita alfabeti sasa. Sasa sisi tunazo ngapi? Tano, sio? Lakini Waebrania wanazo ngapi? Wanazo nne. Sasa kwa mfano akisema A, E, I, O, hiyo ndio ya mwisho. Ndio maana utaona anasema hivi, mimi ni Alfa na Omega, mwisho. Umenisikia? Amen. Kwa hiyo kwa Waebrania walipoandika neno uwezo ikaishia na O, maana yake ni level ya mwanadamu. Wakaandika neno uwezo kule mwisho ikaishia A, hiyo ni Alfa, nguvu ya kwanza ya mamlaka. Umenisikia kidogo tofauti ya uwezo na uwezo? Haleluya. Kwa hiyo kuna mahali mwanadamu au Mkristo akitaka kuvuka anahitaji nguvu isiyo ya kawaida, tofauti na nguvu aliyonayo aliyopewa ya asili. Kila mwanadamu aliyeumbwa na Mungu ana nguvu ya asili aliyopewa. Sasa kuna viwango fulani, akitaka kwenda level fulani ya juu ya kudhihirisha Mungu kwa viwango vikubwa, anahitaji nguvu isiyo ya kawaida. Ndio maana tunasikia Daudi anasema umenipaka mafuta kichwani na kikombe changu kinafanya kina overflow, kinafika. Bwana asifiwe. Haleluya. Maana yake ule ni upako ambao si tu kwa umejaa, mpaka umepitiliza. Tunaona sasa. Kwa hiyo kuna kumtaka Bwana ukawa naye kabisa, Mungu huyo ukawa naye na akakusaidia katika mambo ya kawaida, kwenye ndoa, kwenye chakula, ukala, haulali njaa, unavaa, watoto wanasoma na kadhalika. Lakini chini kuna kitu kingine kinasema mtakeni Bwana na nguvu zake. Kwa hiyo usiwe naye tu huyo Bwana anayekuwezesha kuwa na kuingia ibada ya Jumapili. Ukishaona kuna Mungu anayekuruhusu kuingia Jumapili, lakini huwezi kunyenyuka kutoa mguu wako nyumbani kwa ratiba ya maombi, kuna kiwango cha pao wanakihitaji ili kuwezesha. Si tu kuhudhuria Jumapili tu kuja kupoteza baraka, upate nguvu ya ziada inayokuwezesha kushinda kwa kiwango kisicho cha kawaida. Haleluya. Haleluya. Kwa nini? Kwa sababu nimekusomea Zaburi ya 105 mstari wa 4. Ndio nimezungumza. Ndio nimesema. Anasema hivi kwenye Zaburi ya 105 ule mstari. Ule mstari wa 4, mtakeni Bwana na nguvu zake, utafuteni uso wake siku zote. Hajasema tu, amesema siku zote. Yule mtu aliyefunuliwa kuanzisha ibada ya Morning Glory na Evening Glory, huo ndio ufunuo kutoka Mungu, asilimia 100 kabisa. Unanisikia nilichosema? Haleluya. Kwa nini? Kwa sababu mtu anayemtegemea Mungu, anayemtumainia Mungu, ni kosa la jinai kuamka na kushika ratiba zake bila kuwasiliana na Mungu na bila kuwa na uhakika kwamba yuko pamoja naye. Unaenda unakwenda, ukifeli kile unachotafuta, ukirudi unakwambia ni kwa sababu unaenda bila mimi. Sio wakumbuka wanafunzi wa Yesu wakati Yesu alifufuka. Mara ya kwanza akawatokea mle ndani, akawajaza upako na amani, akaondoka.
jina hili tiki kila mtu akatia tiki sasa, na sisi tunakwenda na wewe. Mambo tulikuwa tunakula kuchaka juu, tunaenda na baba sasa, baba atakuwa kusulubiwa akafa kazini akafufuka, amekuja kututembelea tu hapa ndani ya kifungo, sio mzee tena. Wewe watoto walisema chochote kama nani? Huyu sio mwenzetu anayetokea. Tunataka tumpe mkono, tumkumbatie, tumpike na chakula hapa, tunywe na chai pamoja, hapo na yeye tu. Huyu sio mwenzetu. Karudi kuvua samaki. Cheki, wakarudi kuvua samaki. Wamevua siku kucha kwa kupata kitu. Andika nasema. Hawakupata. Muda wanatokea kufanyia. Wameshapata na Mungu kutosha. Anaweza wanao matokeo. Anawaambia wao. Wamwambie Yesu. Hopo. Hakuna kitu. Sasa wameshusha kupata nini? Hakuna nani mtakatifu wakashusha sahihi. Yohana ndani ya shamba anasema kwamba yule mzee wa siku ya shamba. Leo ndio mwanzo alikuta ziwa. Akatuambia tuwekeni mpaka kwenye tukapata samaki. Kwa hapa imani zetu zimeyumba, ametukuta na usijui kitakuwaje. Sasa walipata samaki kutosha. Yohana akamwambia ndiye Bwana. Akamuuliza, andika nasema Petro alipoishi akafahamu akajituma kwa maji. Akafika akasema akatoka mbele. Akamsogezea akatembea akaona maandiko yanasema aliyekuwa kutukuza neno. Wakachoma samaki haraka wakala. Ili wafungue kitu. Bwana Yesu. Wakasikia. Lakini wao wanauhakika. Hebu fikiria. Aliyekuachia ndani wale walitelekeza hapo mbele kufanya hapa. Na wamepata hasara. Niambie sasa. Na amekuja kunyumbani. Akakuta mshauri kufanya. Unatoa kitu. Huko ndani lazima tutataka sana kibarua kitawa kimajani. Lakini Yesu akaelewa kitu kilichotokea ndani yao. Imani zao zilikuwa zimetetea. Jawali sana. Sasa angalia anachotaka uone. Walienda peke yao pasipo huyo neno. Ndio maana wakapata kitu. Neno lilipokuja ambaye mwanzoni Petro alisema tumevua samaki usiku kucha tumekosa kwa neno lako. Nashusha nyavu. Sasa kwa mara ya pili tena. Atukuzwe Yesu aliye. Usikajaribu kumkasirikia Mungu kwa sababu ya jambo lolote unalofanya unaona hapo. Cheki kwanza mahusiano yako na yeye. Cheki kwanza. Ni Mungu gani anaweza kumpa siku moja kwa juma? Hapo nasema tu inatosha. Haiwezekani. Haiwezekani. Ni kitu gani ambacho hakipa kipaumbele kwa vitu vyote? Hicho ndicho kitakachowatimisha maisha yako. Yesu asifiwe. Tunajua saa nyingine mtu anaolewa baada ya kuolewa tu. Sauti ya mume na sauti ya mtu mwingine ina nguvu sana kuliko sauti ya Yesu. Hutaona tena kwenye yale maombi. Tunagundua kabisa huyu alikuwa mwombaji kwa sababu anatafuta mume. Sasa akampata mume wa tunaona. Huyu alikuwa naiba kwa sababu anatafuta mume. Na kweli pale ameimarisha kwa sababu alikuwa mvivu wa kuoga, lakini mazoezi ya moyo yalikuwa mtrend. Kuhakikisha kwamba anaomba mara 2 mara 3 kwa juma. Sasa alipomaa anaonekana sasa hawezi tena kurudi tena kwa nyumba. Ukimuuliza anakuambia niko busy. Mwingine ukimuuliza anakuambia watoto ni wasumbufu sana. Okay, basi tuombe wafe. Hiyo ndio kutulia. Maana kama watoto ndio kupeleka jehanamu. Maana mwingine alizona kwa tuombe watoto kwa waombe sana. Hiyo ndio kitu. Sasa kama Mungu anakubariki, kitu gani hiyo baraka ikusogeze karibu na Mungu? Amekufanyia kitu gani? Amekukasirisha kwa nini? Kanisa lako kwa watu wa ajabu. Ni watu kusogelea Mungu baada ya changamoto kuwazidia zimefika hapa. Na watoto wachungaji wa kwako kutoka waombaji wa kwako. Hiyo ni sababu. Mungu akitizama hatatizama kama unaheshimu. No. Mungu sio mganga wa kienyeji. Wala sio daktari wa hospitali. Kwa mtaenda tunapomuomba. No, huyo ni baba yako.